Kwanza Yanga ina deni michuano ya kimataifa kufanya vizuri zaidi. Yanga haipaswi kuipuuza Al Ahly licha kuwa haipo katika mashindano haya. Uwekezaji unapozungumza ligi ya mabingwa ni jambo lingine. Utakutana Mamelodi hawa wanakufyatua. Kwa Yanga wanapaswa kuwa na discipline kubwa katika mashindano ya kimataifa. Yaani huo ni ukweli. Hawapaswi kulegalega. Wanapaswa kupambana kweli kweli michuano ya kimataifa. Yanga ina deni kimataifa. Nchini Tanzania Yanga ishamaliza kila kitu. Yaani Yanga na mimi ninachokiona ni mara 800. Hata ubingwa wa ligi kuu ikitokea hawajauchukua, wafike semi final ligi ya mabingwa. Ni faida kubwa mno kuliko ligi kuu. Kwa sababu hata kama ikitokea ligi kuu, itokee Simba imechukua, bado ina deni kwa Yanga. Yanga imechukua mara 31, Simba mara 22. Mfululizo kuliko timu yoyote. Unaelewa? Yaani mfululizo weka tuweke. Ishamaliza. Kwa inapaswa kupambana zaidi Yanga katika level ya kimataifa. Ni kama sasa hivi imekamilika kwenye safu ya ulinzi. Young Africans imekuwa imeimarika sana, lakini safu ya ushambuliaji licha ya kuwa ndio timu pekee ambayo imeongoza kwenye ufungaji wa magoli, lakini nafasi ambazo zilikuwa zinakosekana, nafasi ambazo Prince Dube alikuwa anashindwa kuzifanyia kazi. Pengine Yanga tuitarajie Yanga ya moto kweli kwa msimu huu. Of course kwa nature ya ligi yetu. Dr. Peter akijaliwa kuwa na afya njema, Dr. Peter anaweza akawa top scorer. Na kwa sababu makosa ambayo alikuwa anafanya mtoto wa mfalme Prince Dube, Dr. Peter hayo hanayo. Labda mumloge mumwibie socks. Lakini kwa namna ambavyo ninavyomuona mie Dr. Peter kwa nature ya ligi yetu, unajua Yanga ina utajiri mkubwa sana kutengeza nafasi kupitia mjukuu wa Yoweri Kaguta Museveni. Alan Okello Starboy amekuja MVP kutoka Zambia. Staki kesi nakwambia, yani kwa namna ninavyowaona wale na yule mwamba kutoka Saudia, lakini kutoka Komoro kama sokosea sio mbovu. Ninaamini Shaulile ashindwe yeye. Ndio maana nakwambiaje, huyu Dr. Peter huyu kama atakuwa na afya njema ana possibility kubwa ya kuwa top scorer, kwa sababu bado sijamwona mshambuliaji mwingine wa kumfikia. Labda aliyeko Yanga huko ndugu yangu Uchebe Sultani Ture Ibrahim, labda kama akija akidithibitishia kitu, kwa sababu Yanga wanachokitamani weka tuweke ile Yanga ya Miguel Gamondi ile ndo anaitaka wao. Yanga ya Nabi ndo anaitaka wao ile. Yaani leo Clement Mzize wa moto, ndani yako ni wa moto, ndo anaitaka wao. Kwa tusubiri tuone na kuona kwamba watakuwa na ubora wa aina gani, lakini sofa Young Africans katika ligi ya ndani wamemaliza kila kitu. Kumalizia hili hapa chuma cha Mjerumani. Tumeona sasa hivi Simba wako kule Rwanda wanashiriki michuano ya Sekapa, lakini moja ukosoaji mkubwa ni usajili mpya ambao waliufanya kwa Ibrahim Dumbia. Lakini pia tunashindwa kuzungumzia Young Africans kwa sababu wao hatuwaoni. Tuwazungumzie Simba Sport, usajili wa Mohamed Dumbia. Ibrahim Dumbia. Mchezaji huyu ambaye anasemekana kwamba anakosa nafasi za wazi kweli. Wao bila shaka umemtazama. Ni kweli. Pre-season na mambo mengi, kwa maana kwamba kutayarisha miili kiakili, lakini haimaanishi kwamba mchezaji kama kitu anacho hawezi kuonyesha. Ukiangalia baadhi ya utetezi wa watu namna ambavyo walivyo kuhusiana Simba pre-season ni kwamba hii timu haijatulia, wametoka kwenye pre-season, kwenye mapumziko kwa miili sikilizeni. Huyo Libase ya kupumzika. Kapumzika. Maana yake anathibitisha kwamba ana ubora aliokuwa nao. Ukweli Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri, lakini ili uamini kweli ana uwezo wa kuscore mpaka uwapie.
kama ambavyo tunamtazama kumwapia. Of course ndio maana nakwambia mchezaji bora unamjua. Ndio niliwaambia kitu kimoja. Alan Okello alikuwa anajajiwa kishabiki. Lakini Alan Okello mbali na kuscore yeye, ukiangalia tangu amekuja Yanga mechi yake ya kwanza alitengeneza nafasi kama kiungo mshambuliaji. Moja ya kazi ya kiungo mshambuliaji ni kutengeneza nafasi na kuscore. Ameyafanya yote. Yule alikuwa anahukumiwa na watu wa mwisho katika nafasi ambazo anazozitengeneza yeye. Dube anakosa, Depo anakosa, Max anakosa. Wote mashahidi hapa. Kuna kipindi mpaka Max alikiri mwenyewe wazi kwamba kiukweli msimu huu kwangu hujaa vizuri, nimekuwa na changamoto ya kukosa sana magoli. Unaelewa vizuri? Lakini haimuondoi kwamba Starboy Alan Okello ni mpeche. Lakini kwa huyu natamani kuona kitu kwamba ameingia ana kitu. Kwa sababu huyu anavyoonekana akikutana na watu ambao man to man marking ana changamoto ya kuliona goli na kukosa utulivu. Hana composure kwenye box. Sasa kwa nature ya Simba pressure ni kubwa, Simba na Yanga. Anapaswa kujirekebisha. Dumbia huyo. Anapaswa kujirekebisha. Kukaa kwenye space kwa sababu mpaka dakika ukiangalia hata mikimbio yako na mtamani Mwalimu kuliko Dumbia. Unaelewa? Yaani kuna muda kocha Beka akaamua kumtumia Eli Mpanzu kama kiungo mshambuliaji kama force number 9 akiamini kuna kitu anakimisi kwa Selemani Mwalimu. Lakini Selemani Mwalimu akiingia anakuthibitisha kwamba okay, goli analijua. Unaelewa vizuri? Sasa huyu Dumbia kama Simba watamalizana na Wydad Lekesia ya dola 50,000. Dumbia kwa Mwalimu achezi. Nakwambia labda itokee kocha Beka awe ajenti wake. Kwa kumalizia sasa. Sasa hivi tetesi zimekuwa nyingi kuhusiana na mchezaji Faisal Salum Feitoto. Yeah. Na unaona ni kama kuna kitu anakimisi Faisal licha ya kuwa na ubora wake. Pengine hutamani ama pengine ungepewa nafasi ya kuweza kuongea naye. Hutamani kuona akichagua kati ya timu hizi bora pengine na akaenda mbali zaidi. Mimi ukweli ni kwamba nakiri wazi mchezaji bora mzawa ni Faisal Salum. Na sijapata nafasi ya kuweza kukutana naye ana niongee naye. Lakini ukiniambia mchezaji bora mzawa namba 1 ni Faisal. Faisal ana kiwango bora sana. Faisal kwangu mimi la kumshauri. Jamani, sisi umri haurudi nyuma, unaenda mbele. Yeye aamue kama anataka sifa ama anataka maisha. Kama anataka maisha na sifa, Azam kuna mfaa, Yanga kuna mfaa. Utaniuliza kwa nini? Faisal kama leo timu imeshindwa kusajili wanachama, wewe kufanya haiwezekani. Timu inasemekana imezindua jezi, mdhabuni logo zake hazipo, wewe kufanya watakusahau na wewe. Kwa maisha bora najaribu kuangalia mfumo wa kiuongozi. Nani anamaliza kesi? Azam amaliza kesi wapo, Yanga wamaliza kesi wapo kulingana na structure ya uongozi. Kule anamaliza nani? Yaani kama kadi za wanachama mpaka leo hawaelewi. Niletee mwanachama yoyote wa Lunyasa ambaye ana kadi halali. Niletee, hakuna. Maana yake nini? Ila kama nataka sifa za kawaida hizi, mwache atajua mwenyewe. Lakini kwenye maisha, kwa sababu Azam uhakika hela imo. Yaani Azam hawana shida. Hata hao Lunyasi hela shida hawana. Yanga lakini mfumo wa
anacheza vizuri mno, alafu Alan Okello anakaa namba 10 kule juu. Msiba huo. Mbele yuko Dr. Peter, ngapi huko? Ni noma. Pamoja.